mpaka analelewa, anakuwa, mpaka naye anakuja kuwa kiongozi wa familia, ima baba au mama. Uislamu umetufundisha misingi ya tabia au malezi bora ya watoto yanatakiwa yaanzwe katika ndoa. Muislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake, yana mambo yasiyopungua 4 mbele yake. Unapooa mke unayemuoa, kwanza atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa atambue thamani ya wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi, na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za moyo wako, na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuhimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali, uko wakati shetani atakupitia, utakuwa mvivu. Yeye anatakiwa asimame kidete kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe unaswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kile utakachokisimamia, utakachokikusanya, kuna haki ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu 8 ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu anafikiria kujenga kwenye familia yao, anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi, anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapooa mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumuoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama. Unapooa mke, unawachagulia watoto wako aina ya mama unayemtaka. Unaweza kuoa mke ukawatafutia watoto wako mama malaya. Yaani wewe mume, kuoa kwako unaweza kuchangia kuwatafutia watoto wako mama malaya, mama ambaye anakuwa ndio fundisho, anakuwa ndio kitu cha kufanyia mazoezi, ndio anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobalehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako. Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni, hatembei na watoto, lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula anaona ladha bora mkeo. Yaani mama wa watoto wako ndio anakuwa jamvi la wageni. Mtaa mzima wanajua mwili wa mkeo, mama wa watoto wako. Unapokwenda kuoa lazima utazame tabia za mke unayeoa, asiwe jamvi la wageni, asiwe punching bag ya mazoezi ya vijana wanaobarehe. Kuoa kunaanza kutengeneza tabia. Usioe mke ambaye ndani ya nyumba yako masaa 24 ana
anasikiliza taarabu na muziki ya bongo flava, hana muda wa kusikiliza Qur'ani wala hana muda wa kusikiliza hadithi za Mtume. Unaandaa mke ambaye atakuwa mama wa watoto wako, mama wa watoto watakaopenda taarabu na bongo flava. Wakiamka asubuhi ni taarabu, mchana bongo flava, jioni R&B, usiku twisti, jioni hivyo. Muda wote familia yako ni familia ya muziki. Unakwenda kuzalisha kizazi cha waimba muziki badala ya kuzalisha kizazi cha wanaomwabudu Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku wewe ndio unakuwa huna akili. Mwanao kwa sababu star wa muziki wa bongo flava unajivunia kuambia watu mwanangu ndio namba 1 wa bongo flava Tanzania. Wewe mjinga, unasubiri kwenda motoni. Alikwambia mwanao akiwa first one katika bongo flava, wewe umefaulu fi dunia wala akhera nani? Wewe mjinga. Wewe mwenge. Wewe fala zaidi ya yote. Ukujua malengo ya Mwenyezi Mungu kukuleta duniani ni yapi? Wala hujui malengo ya Mwenyezi Mungu kumleta mtoto wako duniani ni yapi? Hujui. Ndugu zangu, unapooa mke unakwenda kuwaandalia watoto wako mama. Utambue hilo. Kwa hiyo maisha ya watoto wetu yanakuwa shapi kutokana na maisha ya wake tulio nao. Ukitaka kujua nyumba hii ni ya washenzi ama wacha Mungu, nenda omba kutembelea rafiki yako, kaa kwake siku 3. Kamtembelea rafiki yako, kaa kwako siku 3, lala kwake, kula kwake siku 3. Utajua hii nyumba ya washenzi. Shehe tu anajitia kuswali, lakini huyu nyumbani hamna kitu. Haya majahili matupu yaliyojaa ndani. Kwa sababu familia nyingi wanafanya mazuri pale mzee yupo, akitoka nyumba ni shamba la mama. Unaweza ukakuta nyumba baba akiwepo watu wanavaa stara, baba akiondoka watu wanapiga vibini na suruali kama kawaida, na mama hana cha kusema kwa watoto. Mwisho wa siku anasema tu baba yenu akikuoneni, shauri yenu. Baba yao kiwaona shauri yao, baba ana moto, baba ana pepo. Kwa nini usiwaambie Mungu anakataa? Kwa sababu mama hakuzaliwa katika akhlaki, mama hakulelewa katika akhlaki nzuri. Kwa hiyo unajikuta na yeye anawalea watoto vile alivyolelewa, kiovyo ovyo, kijahili jahili. Kwa hiyo mambo ya tabia, mambo ya malezi, tabia yanajengwa na msingi wa ndoa. Unapotaka kuoa, usitazame hawa zako za moyo, za nafsi. Usitazame uzuri wa mwanamke kwanza, usitazame mali ya mwanamke kwanza, usitazame shepu ya mwanamke kwanza. Tazama kwanza tabia na malezi alionayo mke, kwa sababu hicho unachokichukua ndiyo tabia na malezi ya watoto wako baada yao. Majuto ni mjukuu. Ukioa vibaya umeandaa watoto waovu na huna pa kukimbilia. Na kwa sababu wewe ni msimamizi, kullukum radi wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Yaani wewe ni mchunga na kila mtu ataulizwa katika kile alichokichunga. Mwenyezi Mungu hakutazami kwa sababu wewe bosi, kwa sababu wewe tajiri, kwa sababu wewe kiongozi, kwa sababu wewe maarufu. Muda ukifika wa maswali ya Mungu utajibu, na ukikosea utakwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake. Atujalie kuwa miongoni mwa waja wema. Ndugu, malezi ndiyo yanatuangalia viongozi bora wa familia. Mtoto bora anayezaliwa akalelewa na wazazi wake kwa matabia nzuri na malezi bora, huyo atakuja kuwa naye mzazi bora kwa watoto wake. Na ndiyo maana mara nyingi mashehe waliosimama mikononi mwa Mwenyezi Mungu, waliojitahidi kuishi kwa kutafuta radhi za Mungu, basi walizaa kizazi kilichorithi tabia njema, kilichorithi maisha bora.
na waliozaa na kuishi katika maisha ya ulevi, ushirikina, uchawi, waganga. Maana kuna watu maisha yao kila jambo, hata akiugua chunusi kaugua. Yaani watu duniani, hiyo huko nasema shehe, mtoto akiwa na kipaji anakuwa sharifu, na akiwa sharifu matokeo yake watu wanajazana kwake, kwa sababu watu ushirikina umewazidi. Yaani mtu atakipata chunusi anasema kama sio urogi, hii itakuwa hasadi. Chunusi na hasadi vina mahusiano gani? Watu ni washirikina mno. Maisha yetu sisi ni washirikina. Hapa sasa hizi tukisajiana, kuna watu wana hilizi, wengine wana tarasimu zina sura ya mtu wako hapa, wengine wana hilizi na kupumua. Yaani ambao watu bado wana hilizi na kupumua. Akwambia, Mungu huku unajishikilia, Mungu peke yake. Yaani Mungu hawezi, hilizi lako ndio linaweza. Wewe fala, bwege, mjinga. Hilizi unalibeba mwenyewe, unalizuia lisinyimwagiwe maji, unaogopa watu wasilione, linakulinda, unalilinda. Lakini hayo ndio maisha.